ya parokia ya Jina Takatifu la Maria hapa Mgolole. Kwa tendo la kukata mtepe pale wewe na Mungu kwamba tunafahamu kwamba Yesu ni nani. Kila mmoja atoe jibu. Swali hilo ingawa Yesu anataka jibu la mtu binafsi mmoja mmoja, mtakuwa kwamba yeye nani, lakini wakati wa maadhimisho hii kama parokia tujiulize kama parokia kwa pamoja katika umoja wetu, tujiulize sisi parokia ya Jina Takatifu la Maria Mgolole ni kina nani? Mnaweza kulijibu hilo swali na mmeshaanza kulijibu hilo swali. Kwanza kwa matayarisho mlioyafanya kwa ajili ya uzinduzi peke yake tayari nataka kuonyesha kwamba ni nani. Kwanza nawapongeza sana kwa matayarisho ya uzinduzi. Maana naona tayari tunapendeza kwa katika kupata kazi na pesa pale. Naona tayari mtu ameshaanza kujengwa kule unakwenda kule hiyo ya hospitali imewekwa hapo. Yaani nataka kuonyesha hata watu wanaopita sasa hivi wanatoka hapa. Kuna jambo. Hao
Yesu ni nani, tumeshaanza sabini kwa pamoja. Lakini kila mmoja ninapata wakati wa maadhimisho haya ya jubilei, ninapata kwa kila mmoja wetu kujitathmini katika mwaka huu wa maadhimisho ya jubilei. Kila mmoja anajitathmini, anafanyia tathmini bila kujionea huruma. Nenda ndani ya moyo wako ujichunguze, wewe ni nani? Na halafu ukishajichunguza vizuri, hata Yesu anapokuuliza kwamba mimi ni nani, utaweza kujua Yesu kama wewe ndiye tayari unajua wewe ni nani. Na ukishamjua Yesu kwamba yeye ni nani, pia ni rahisi sana kujua zaidi wewe ndiye kwamba wewe ni nani. Kuna nafasi ya kujitathmini kila mmoja. Ukitaka kujua wewe ni nani, waulize watu. Kwani watu wananiona? Yaani kuwauliza watu. Lakini usitafute watu ambao unaona kwamba ni marafiki zako. Unajua kuna marafiki wengine ni kwa ajili ya kumpendeza. Kila kitu unataka kuuliza marafiki wengine wanapenda kupendeza kufurahisha tu kwa sababu ya habari. Yaani na watu wanasema kwamba unapiga mwingi, yaani usafi na shida. Lakini mimi nawashauri ndio watu ambao pengine wakati fulani bishana kidogo, si kwamba ni adui ya baraka, ni kama bishana kidogo. Huyo mtu mwenye kwa tunasema Yesu ameuliza watu waseme kwamba yeye ni nani, na wewe pia ujiulize kwamba wewe ni nani, itafiki wewe ni nani. Sasa utaweza kumjibu Yesu swali lake kwamba Yesu ni nani. Utaangaziwa na Mungu. Kama utaangaziwa na Mungu, ndio maana Yesu alimwambia Petro alipojibu, akasema haya majibu uliyoyatoa si ya kwako mwenyewe, ila Mungu ndiye aliyekuangazia, Mungu ndiye aliyekufunulia. Kumbe tunaweza kutoa majibu mazuri, majibu yaliyo sahihi kwa Yesu kwamba Yesu ni nani, kama tukifunuliwa, kama tukiangaziwa. Tutafunuliwa, tutaangaziwa, tutapata ufunuo wa Mungu kama tunasali
mshumaa kama tuliwasha wakati wa kilele cha maadhimisho ya kilele usingekuwa na maana, ungekuwa ni mapambo ya sherehe. Lakini tumeuacha mshumaa tangu mwanzo kwa safari hii, wakati wa uzinduzi wa kilele hii, kusudi mshumaa usaidie. Huu unawasikia kwamba ni mwanga wa Kristo, utuangaze katika maisha yetu, utuangaze katika maadhimisho yetu ya Jubilei. Tuondokane na mambo ya giza, tuondokane na maisha mabaya, tuishi sasa maadili yaliyo mazuri, tuishi kitakatifu, tuwe watu wema, watu wenye upendo. Kumbe tutatoa majibu mazuri kama alivyotoa Petro, kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Petro ametoa jibu zuri sana, kwa sababu yeye alikuwa karibu na Kristo, ameangaziwa. Kumbe sisi wakati wa maadhimisho ya Jubilei tuwe karibu na Kristo, tuwe watu wa sala, tusali kweli kwa imani na matumaini. Wakati huu wa Jubilei tuwe tunaishi katika mwanga. Kama ulikuwa unaelekeza imani za ushirikina, achana nazo. Kama unahirizi, kama kwa matibara leo mjanani, kutoka meza hiyo kaitoro, sijui tunapanga wapi. Kama unayo, unajua tulifanya ukaguzi. Tukifanya ukaguzi, sasa tunaona ukaguzi na mtu anahirizi muda. Kama unayo, baada ya hiyo sisi tumeshawasha mshumaa tayari. Tunaanza maadhimisho ya mwaka mtakatifu, mwaka wa Jubilei ya miaka 80 ya parokia yetu. Mpaka kabisa tukaishi sana utakatifu. Kama ulikuwa una tabia ya uongo, wizi, ujambazi, achana nao kabisa. Tumewasha mshumaa huu utuangazie, tuondokane na mambo yote yasiyofaa, mambo ya giza. Kama wewe ni msengenyaji maarufu, mpiga maliu, acha tabia ya kupiga maliu. Uwaambie watu ukweli bila kujificha, bila unafiki. Ishi bila unafiki na utakuwa huru. Mwaka wa Jubilei, maadhimisho haya yanataka tuwe wa kweli, tuwe na maisha yasiyo na unafiki, na hivyo tutakuwa huru. Mwaka huu wa Jubilei tunaweza kumjua Kristo vizuri, kwamba Kristo ni nani, kama tunafuata pia na maagizo yake. Wewe mwaka mzima unasema umetenda madhambi, umedanganya, umepigeza, umedokoa, umekuja hata Mungu, umekuja hata kanisa. Kitu cha kutumia kile pale nyuma. Mwaka huu uwe mwaka mtakatifu, kile cha kutumia ukitumie.
tutakapofanya sasa kilele chenyewe cha jubilei, tuwe tayari tumeshaweka mustakabali wetu vizuri na Mwenyezi Mungu, tuwe tayari tumeshaweka mustakabali wetu vizuri na jirani zetu na ndugu zetu, tuwe tumeweka mustakabali wetu vizuri na kanisa letu. Na ndio katika maadhimisho ya jubilei kuna mambo kadhaa ambayo tutayafanya, na viongozi wetu walipokuja ofisini kwangu kunieleza kuhusu uzinduzi wa jubilei hii na mipango yenu ambayo mnaipanga kuifanya, nilishtuka sana, nikasema haya yote kweli mtayaweza, lakini mimi nilifikiri binadamu wenzangu watakuja mbele zaidi. Wakasema kama sisi wenyewe hatutaweza, ila kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Kidogo kidogo tulijenge kabisa. Kidogo kidogo utafanya